Unaendelea kusikiza KBN ambayo inakutangazia kutoka hapa jijini Arusha nchini Tanzania. Leo ikiwa ni Oktoba 17 mwaka 2025. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa, nikukaribisha katika somo ambalo linasema kutambua umiliki wa Mungu. Nitafuta mapema, nafsi yangu yaona kiu, mwili wangu wakuone ashauku, midomo yangu itakusifu, uhai wangu ni kwako Bwana, fadhili zako njema kuu viko vyote. Zaburi ya 119 mstari wa 72, maandiko yanasema, sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Tuombe. Baba mwema na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi ya uhai asubuhi ya leo. Asubuhi hii unazungumza na watoto wako kupitia neno lako, ukituonyesha umuhimu wa kuweza kuishi maisha ya uadilifu na uaminifu kwa kufanya kazi kwa juhudi, na tunapopata kipato ambacho ni kipato halali tuweze kukurejeshea sehemu ya 10. Tusaidie kuweza kuwa waaminifu katika mali ambazo umeziweka mikononi mwetu, maana ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba. Amina. Kwenye malango nitakaposimama, masumbufu huzuni zimepita, sauti ya Bwana vyema mtumwa mwema, zuri ya ajabu itasikika. Maneno ya mtunga Zaburi, sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha, katika Zaburi ya 119 na ule mstari wa 72, hueleza kile kilicho ukweli kutoka mtazamo tofauti na ule wa kidini. Yanaeleza ukweli halisi tena ambao unakubalika katika ulimwengu wa kibiashara. Hata katika zama hizi za kupenda kupata fedha, wakati ambapo ushindani ni mkali mno na njia za kibiashara hazijali maadili, bado inatambulika kwamba kwa kijana anayeanza maisha, uadilifu, juhudi, kiasi, usafi wa kitabia na uwekevu ni mtaji bora mno kuliko kiasi chochote cha fedha. Kile kilicho katika msingi wa uadilifu wa kibiashara na mafanikio ya kweli ni kutambua umiliki wa Mungu. Muumbaji wa vitu vyote ndiye hasa mwenye mali. Sisi tu mawakili wake, vyote tulivyonavyo ni amana kutoka kwake ili vitumike kulingana na maelekezo yake. Hili ni jukumu alilonalo kila mwanadamu. Linahusu shughuli zote za mwanadamu, kwamba tunalitambua au la tu mawakili tuliopewa na Mungu talanta na vifaa na kuwekwa duniani ili kufanya kazi aloipanga. Kila mtu amepangiwa kazi yake kama tunavyoona katika Marko 13 mstari wa 34. Kazi ambazo stadi zake zinaendana nazo, kazi ambayo italeta manufaa makubwa kwake na kwa wanadamu wenzake na kuleta heshima kubwa kwa Mungu. Hivyo biashara yetu au wito wetu ni sehemu ya mpango mkuu wa Mungu, na ili mradi inafanya sawasawa na mapenzi yake, yeye mwenyewe atawajibika na matokeo yake. Wafanyakazi pamoja na Mungu katika waraka wa kwanza wa Korinto 3 mstari wa 9. Sehemu yetu ni kufuata maelekezo yake kwa uaminifu. Hivyo hakuna nafasi ya kuwa na hofu. Bidii, uaminifu, kujali, uwekevu, busara vinahitajika. Kila nyanja ya akili itumike kwa kiwango chake cha juu kabisa, lakini tegemeo halitakuwa katika matokeo ya jitihada zetu, bali katika ahadi za Mungu. Neno lililowalisha Waisraeli jangwani na kumtegemeza Elia wakati wa njaa lina nguvu ile ile hata leo. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini, katika Mathayo 6 mstari wa 31. Yule ambaye anawapa watu uwezo wa kupata mali ameunganisha zawadi na wajibu. Kwa vyote tunavyopata anadai sehemu bayana. Zaka ni ya Bwana. Leteni zaka kamili ghalani, katika Malaki 3:10. Ni amri ya Mungu. Hakuna matakwa yanayowekwa katika shukrani na ukarimu. Hili ni suala la uaminifu wa kawaida. Zaka ni ya Bwana na anatutaka tumrudishie kile kilicho chake. Katika waraka wa kwanza wa Korinto 4:2, hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Kama uaminifu ni kanuni muhimu ya biashara, je, hatupaswi kutambua jukumu letu kwa Mungu, jukumu ambalo ndilo msingi wa mengine yote? Kwa yale yote Mungu ametenda maishani mwetu, ikiwemo
wa kutupa riziki, yafaa tuje mbele zake na zaka na sadaka zetu kwa yale yote mema Mungu ametenda maishani mwetu, ikiwemo kutupa riziki, yafaa tuje mbele zake na zaka na sadaka zetu. Tumpeye zaka zake, tutoe sadaka kwake, maishani mwetu amejidhihirisha kwa njia nyingi. Ni vyema kumpa lililo lake bila kumwimbia, kwa kuwa sisi tu chini yake na yeye ndiye Mungu wetu. Tumpeye zaka zake, tutoe sadaka kwake, maishani mwetu amejidhihirisha kwa njia nyingi. Ni vyema kumpa lililo lake bila kumwimbia, kwa kuwa sisi tu chini yake na yeye ndiye Mungu wetu. Asema leteni zaka kwangu, ili kiwemo chakula kwangu. Nitafungua mibaraka toka mbinguni, hata nikose pa kuweka. Asema leteni zaka kwangu, ili kiwemo chakula kwangu. Nitafungua mibaraka toka mbinguni, hata nikose pa kuweka. Tumpeye zaka zake, tutoe sadaka kwake, maishani mwetu amejidhihirisha kwa njia nyingi. Ni vyema kumpa lililo lake bila kumwimbia, kwa kuwa sisi tu chini yake na yeye ndiye Mungu wetu. Tumpeye zaka zake, tutoe sadaka kwake, maishani mwetu amejidhihirisha kwa njia nyingi. Ni vyema kumpa lililo lake bila kumwimbia, kwa kuwa sisi tu chini yake na yeye ndiye Mungu wetu. Tumpeye zaka zake, tutoe sadaka kwake, maishani mwetu amejidhihirisha kwa njia nyingi. Ni vyema kumpa lililo lake bila kumwimbia, kwa kuwa sisi tu chini yake na yeye ndiye Mungu wetu. Tumpeye zaka zake, tutoe sadaka kwake, maishani mwetu amejidhihirisha kwa njia